Taarifa inayohusiana na siku ya redio duniani ambapo wadau katika tasnia ya wanahabari wameungana na wenzao ulimwenguni katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya redio. Wanahabari kutoka ukanda wa Pwani wakifanya maandamano jijini Mombasa kuhamasisha kuhusu uhuru wa wanahabari. Jijini Nairobi, Baraza la Wanahabari nchini kwa ushirikiano wa mashirika mbalimbali yakiandaa kongamano kuangazia nafasi ya teknolojia katika utangazaji. Huku wanahabari nchini wakiungana na wenzao ulimwenguni kuadhimisha siku ya redio duniani, waandishi wa habari kutoka eneo la Pwani wamefanya matembezi ili kutoa hamasa kuhusu uhuru wa wanahabari nchini. Tunaelekea mambo ya uchaguzi, kwa hivyo redio itakuwa ni chombo muhimu sana katika kuhamasisha wananchi kuhusu mwelekeo wa vile uchaguzi unafaa kuwa, kuhusu kupiga kura. So naimiza waandishi wa habari wawe makini sana kwa mambo ambayo watakuwa na ripoti mjini pamoja na mashinani. Kwa hivyo leo tumefika hapa kama kuadhimisha siku yetu. Ningependa kuwarai especially wale waandishi wa redio, mtu asikudharau, sababu redio ina mchango mkubwa sana kule mashinani. Tutumie redio kwa kupitisha habari kama ni peace, security and everything. Wakazi wa kaunti ya Mombasa wakikumbuka mchango wa redio duniani na jinsi teknolojia ilivyobadili mawasiliano na katika taaluma mbalimbali. Hata sasa hii unapata kila pikipiki yote imekuwa redio. So naona kwamba redio imeleta mafanikio mengi kwa upande wa elimu. Unapata kila Saturday radio stations zote ni kama ziko na kipindi ya elimu. Kuona kwamba taaluma hii ya utangazaji ni kweli inaweza mpeleka mbali. Tunavyojua kwamba sasa tuko katika mtaala wa CBE, kuna wanafunzi wa grade 10 ambao wengine katika pathway yao wana hiyo taaluma ya utangazaji. Ndipo sasa tumeamua kujiunga na wenzetu katika siku hili wakapate kuona na kushuhudia kwamba watangazaji pia walipitia shule na wanaendeleza katika taaluma ya utangazaji. Hii naamini kuwa hii ni kimoja kitengo ambacho hakiwezi kufa katika hii dunia. Maana ya sambaza habari, yajulisha watu matokeo ya sasa hata atakaokuja. Jijini Nairobi, Baraza la Wanahabari nchini MCK kwa ushirikiano na mashirika mbalimbali waliandaa maadhimisho ya mwaka huu yaliyolenga kuangazia nafasi ya teknolojia, hasa akili mnemba katika kuboresha utangazaji na kuhifadhi sauti za binadamu. Radio and artificial intelligence is not abstract, it's immediate. It's already reshaping our newsrooms, our studios, and our professional conversations. For decades, radio has been Kenya's most accessible and most trusted medium. It reaches where fiber optic cables do not. It speaks where literacy is not guaranteed. It informs where internet connectivity is unreliable. Kikao hicho kiliwaleta pamoja wadau serikalini, vyombo vya habari, mashirika ya kijamii. Radio remains the heartbeat of Kenyan public discourse. It informs, it educates, it mobilizes, and in times of crisis, it stabilizes. Its strength has always been its simplicity.